wa Tanzania Gospel Music Award ilianza mapema mwaka uliopita, mwaka 2024 mwezi wa 11, na dirisha likafunguliwa kwa ajili ya watu kupeleka kazi zao kwenye vipengele kadha wa kadha. Na kikubwa ni kwamba tuliomba sisi kama TGMA watu wawasilishe kazi zao wao wenyewe kutokana na vipengele ambavyo wanahisi kwamba wanaweza wakatiwa moyo kwavyo, sio wakashindanishwa kama ambavyo wakati mwingine wetu wengine nafikiri. Hii sio mashindano. Kazi kubwa kabisa ya Gospel Music Award ni kuatia moyo watu kwa kazi nzuri ambayo Mungu amewajalia vipawa ili waweze kumsifu Mungu, na Mungu anasifiwa siku zote na Mungu anakaa mahali pa sifa. Kwa hiyo hii ni dhana nzuri ambayo tukiendelea kuifahamu zaidi, tunatoa tuzo ni kwa ajili ya kuwatia moyo watu wenye vipawa ambavyo Mungu aliwapatia. Kwa maana hiyo tunamsifu Mungu kwa sababu ameumba watu na ametoa hivyo vipawa, ameendelea mbele. Kwa hiyo sasa mambo yameiva baada ya watu kuwa wamewasilisha kazi zao kama ambavyo kwa wameelekezwa. Basi mfumo umefanya kazi, na ule mfumo umefanya kazi kwa ajili ya watu waliokuwa wamewasilisha kazi na kura zilizokuwa zimepigwa, na wote ambao walikuwa wanasimamia mfumo wao kuhakikisha kwamba mfumo hauchakachuliwi, vitu vinakaa sawa, wanaitwa Innovex Quality and Assurance, ambaye tunao pia mahali hapa. Wawasilishi wako kama utakuwa kuna maswali ya kuuliza. Kikubwa ambacho kimetuleta mahali hapa kizuri cha kuweza kukifahamu ni kwamba katika wale wote waliowasilisha kazi zao kwenye mfumo kutokana na vipengele walivyokuwa wanavitaka, tuna vipengele karibu 18. Kwa hiyo kura wamepatikana kila kipengele watu 5. Kwa hiyo hapa tumewaita ndugu zetu, rafiki zetu kwa ajili ya kutusaidia kuongea kwamba tunatangaza nominees tu waliochaguliwa katika kila kipengele. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo imetuleta mahali hapa. Kipengele cha kwanza ni wimbo bora wa kuabudu wa mwanamuziki wa injili wa mwaka. Majina 5 au nominees 5 ambao wameingia. Kwanza Paul Clement, wimbo unaitwa Nafasi. Wa pili AIC Chang'ombe CVC, wimbo unaitwa Moyo. Na watatu Walter Chilambo, wimbo unaitwa Sijaona. Wa 4 Salvation Gospel Choir Nitengeneze, na nominee 5 kwenye kipengele cha kwanza cha wimbo bora wa kuabudu wa muziki wa injili wa mwaka. Inasema Natabiri, ni kutoka Rehema Simfukwe. Lazima kieleweke kwamba wote ambao tunawatia moyo kwenye tuzo za muziki wa injili mwaka 2025 ni kwa kazi zilizofanyika mwaka 2024 tu. Kwa hiyo kama utasikia mtu alikuwa amefanya kazi mwaka 2023, 2022 hayupo, tunamshukuru Mungu, alifanya kazi vizuri yule, lakini sisi tunatia moyo kwenye mwaka 2024 tu. Ndio hapo ambapo tunatamani tuanzie na tuendelee. Kipengele cha pili ni wimbo bora wa sifa wa muziki wa injili wa mwaka. Nominees 5. Wa kwanza Japhet Zablon, Kusudi la Mungu. Wa pili ni Kurejeshe kutoka Neema Gospel Choir. Wa tatu Huniachi kutoka kwa Rehema Simfukwe. Wa 4 Wamekuja kutoka kwa Miriam Lukindo Mauki, na wa 5 Baraka ambaye mwimbaji wake ni Paul Clement. Naenda kipengele cha 3. Wimbo bora wa muziki wa injili wa mwaka. Nominees 5 ambaye hawa 5 watapigiwa kura sasa ili waweze kupatikana 3. Katika wale 3 wapatikane 1. Tumtie moyo tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 Mlimani City kuanzia saa 10 za jioni. Kipengele cha 3. Nimesema kipengele cha 3. Naenda kipengele cha 3. Nominees 5 waliochaguliwa ni Kurejeshe ndio wimbo, Neema Gospel Choir, Pigana na Mungu, Obi Alpha, Imeniumiza Sana, Zablon Singers, Olodumare, huyu ni Wajue Luaga, na Simama Nami, Christopher Muhangila. Naenda kipengele cha 4. Wimbo bora muziki wa injili wa mwaka kutoka kimataifa, sio Tanzania sasa. Na iwe maombi, Evelyn Wanjiru. I need your touch, huyu ni Reverend Benjamin Dube kutoka South Africa. Alafu Jesus
Huyu ni Pastor Nathaniel Basey, na Sikiliza Dunia Israel Mbonyi, na watano We Move Forward anaitwa Mercy Chinu. Kipengele cha 5, msanii bora wa muziki wa injili wa mwaka, mwanamuziki wa solo. Wa kwanza Joel Lwaga na wimbo wake wa Olodumare, alafu Ndoa Asagwile Mwasongwe, Neema Yako Rehema Simfukwe, namba 4 Bado Naishi Paul Clement, namba 5 Haikuwa Rahisi Obi Alpha. Tutaendelea na kipengele cha 6 cha msanii chipukizi bora wa muziki wa injili wa mwaka. Wimbo ni Najinenea ambao umeimbwa na Peter the Teacher. Namba 2 ni Mungu Amefanya Tena ambao umeimbwa na Jamila Doto. Namba 3 ni Pigana na Mungu umeimbwa na Obi Alpha. Namba 4 ni Haniachi umeimbwa na Angel Liza. Namba 5 ni Asante Yesu umeimbwa na Ibrahim Martin. Kipengele cha 7 ni mwimbaji bora wa kiume wa muziki wa injili wa mwaka. Wimbo ni Oludumare umeimbwa na Joel Lwaga. Namba 2 ni Nafsi umeimbwa na Paul Clement. Namba 3 ni Pigana na Mungu umeimbwa na Obi Alpha. Namba 4 ni Kusudi la Mungu umeimbwa na Jafet Zabron. Namba 5 ni Aiwe Nafsi Yangu umeimbwa na John Kavishe. Kipengele namba 8 ni mwimbaji bora wa kike wa muziki wa injili wa mwaka. Namba 1 ni wimbo unaitwa Umenikumbuka umeimbwa na Miriam Mauki. Namba 2 ni Ananielewa umeimbwa na Martha Mwaipaja. Namba 3 ni Neema Yako umeimbwa na Rehema Simfukwe. Namba 4 ni Niende kwa Baba umeimbwa na Stella Mbomo. Namba 5 ni I Am Somebody umeimbwa na Angel Magoti. Kipengele cha 9 ni Choir stroke bendi bora ya muziki wa injili wa mwaka. Wimbo namba 1 unaitwa Amani na Salama Tanzania umeimbwa na kwaya Mtakatifu Kizito Makuburi. Namba 2 ni Amenishangaza umeimbwa na Agape Gospel Band. Namba 3 ni Imeniuma Sana umeimbwa na Zabron Singers. Namba 4 ni Sina Mwingine umeimbwa na Nelly Music and Maksudi. Namba 5 ni Nikurejeshe umeimbwa na Nema Gospel Choir. Kipengele namba 10 ni kwaya bendi bora ya muziki wa injili wa Nota wa mwaka. Namba 1 ni Amani na Salama Tanzania umeimbwa na Mtakatifu Kizito Makuburi. Namba 2 ni Njooni Tumsifu Bwana umeimbwa na kwaya ya Mtakatifu Mbaga Tuzinde Njombe. Namba 3 ni Usiogope Nenda umeimbwa na kwaya ya Mtakatifu Cecilia Bomangombe. Namba 4 ni Kaburi Wazi limeimbwa na kwaya ya Mtakatifu Cecilia Makuburi. Na namba 5 ni Mungu ni Mungu umeimbwa na VVCT Tanzania. Kilele cha tuzo za muziki wa injili 2025 mwaka 2025 kitakuwa tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 Mlimani City. Tutaanza saa 10 za jioni na kuendelea kwa ajili ya kukabidhi watu tuzo kama pongezi za kazi nzuri ambazo wameifanya kwa wale ambao watakuwa wamepigiwa kura na wamechaguliwa katika kupitia usimamizi wa Innovex Quality and Assurance kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa kiko sawa. Na kiingilio kawaida itakuwa shilingi 30,000, VIP 100,000, VVIP shilingi 200,000. Wahi tiketi yako mapema kabisa. Ikifika tarehe 5 tiketi zitakuwa zinapanda na haitakuwa vizuri zaidi kununua tiketi ambayo imeshapanda bei itakuwa. Kipengele cha 11 kinasema album bora ya muziki wa injili wa Nota wa mwaka. Nominees watano, wa kwanza anaitwa Jafet Zablon, wimbo Faili Langu. Lakini wa pili ni Obi Alpha, wimbo Bora Kushukuru. Wa tatu ni Obi Alpha tena, wimbo Karibu Nyumbani.
wa 4 tushike mkono kutoka AIC Bujora Kwaya, na nominees wa 5 ni moyo wa shukrani kutoka AIC Chang'ombe. Kategori inaitwa album bora ya muziki wa injili wa Nota, album bora ya muziki wa injili ya mwaka. Ndio faili langu, Japhet Zablon, bora kushukuru, Obi Alpha, karibu nyumbani, Obi Alpha, tushike mkono, AIC Bujora Kwaya, na moyo wa shukrani kutoka AIC Chang'ombe. Kipengele cha 12, video bora ya muziki wa injili. Kwanza kwenye nominees wa 5 alioingia ni Japhet Zablon, kusudi la Mungu, lakini pia Martha Mwaipaja, Mungu amenitaka, Akida, Zablon Singers, Niokoe, Obi Alpha, na 5 ni kurejeshe Neema Gospel Choir. Kipengele cha 13 ni mtayarishaji bora wa muziki, mtayarishaji bora wa muziki wa video ya muziki wa injili wa Nota ya mwaka. Anaitwa mtayarishaji bora ni Mdete TM, mtayarishaji bora wa video ya muziki wa injili wa mwaka anaitwa Mdete. Hawa ni producers, mimi tumeamua kuwapa pia tumekumbuka, si ndio? Kuna watu ambao wanapika sana jikoni lakini mpishi hajulikani. Lile sufuria limekuwa jeusi, limechemsha maharage, watu waliona, angalia chakula ambacho kimepakuliwa pale kimependeza vizuri. Lakini sasa sisi Tanzania Gospel Music Award tumeamua pia tuwashike mkono, tuwashukuru wale wapishi wanaitengeneza hizo video. Kwa hiyo hawa mtengenezaji ambao wameingia kwenye nominees wa 5, mtengenezaji bora wa video ya mwaka wanaitwa Mdete TM, kwenye kazi ambayo sasa tumerejea, lakini Mungu ni mmoja, SP Visual Simon Paul, lakini tusilaumiane anaitwa Halim Rasham, ametengeneza ni kurejeshe anaitwa Amigo Johnson, na wa 5 ni kurejeshe pia ametengenezwa na Amigo Johnson pia. Mtunzi bora wa muziki wa injili wa Nota wa mwaka. Tuko pamoja? Mtunzi bora wa muziki wa injili wa mwaka. Kwanza anaitwa Bernard Mukasa, wimbo alioandika unaitwa Mshauri wa Ajabu, lakini mtunzi bora Japhet Zablon ametunga wimbo Imeniuma Sana, ni kurejeshe Herman Mchome ndio ameutunga huo, alafu Pigana na Mungu Obi Alpha, pamoja Nisimamishe John Lisu. Mwandaaji bora wa muziki wa injili wa Nota. Mwandaaji bora wa muziki wa Nota. Mwandaaji bora wa muziki wa mwaka. Hapa tulisema ni mtunzi. Alafu hapa ni producer. Sawa? Maproducer wa 5 ambao wameingia kwenye nominees, kuna Kefa Mdeme, kuna Mobi Production, kuna Mixing Doctor pamoja na Frederick Masanja. Kategori ya 16, mtayarishaji bora wa sauti ya muziki wa injili wa mwaka. Mixing Doctor, Frederick Masanja, Kefa Mdeme, Benjamin Kazire pamoja anaitwa Benjamin Kazire AGB pamoja na Neema Choir. Gospel Lifetime Achievement Awards hiyo naifanya nini? Hiyo itatolewa tuzo kwa watu ambao wameleta mchango mkubwa sana kwenye muziki wa injili. Kwa hiyo sio kuchaguliwa, ni kamati itakaa na kuona, alafu itakuwa imepatiwa na mambo mengine yakaendelea. Pia kuna tuzo nyingine ambayo pia itatolewa, tuzo maalum ya mwaka kwa mtu aliyechangia ukuaji wa muziki wa injili. Sijui kama mnanielewa ninachokiongea? Kuna mtu ambaye amechangia ukuaji wa muziki wa injili kwa kufanya vitu vingi, huyo naye pia atapongezwa kwa kazi nzuri. Kategori ya 19, kiongozi wa nyimbo ya kuabudu ya muziki wa injili wa mwaka. Nominees wako wa 3. Rehema Simfukwe, Herman Mchome na Lusekelo Elohim. Kategori ya mwisho, ushirikiano bora wa muziki wa injili wa mwaka. Wanafanyaga nini wale, wanaitwaga ni petipo wale? Wamefanya collabo. Kuna collabo gani ambayo imekuwa bora kabisa kwa mwaka 2024 ambazo zimeingia kwenye nominees? Ya kwanza ni ya Paul Clement pamoja na Victor Maestro, wimbo Baraka. Haikuwa rahisi, Obi Alpha, Japhet Zablon na Victor Maestro, lakini
waimbie ni Kibonge wa Yesu pamoja na Walter Chilambo. Halafu aiwe nafsi yangu aiwe John Kavishe pamoja na Paul Clement. Halafu Chukwi Oma, Neema Gospel Choir pamoja na Rehema Simfukwe. Nominees waliochaguliwa, watu waliowakilisha kazi wenyewe. Hiyo ndio ilikuwa ni kigezo kikubwa cha kwanza. Hatupiti tu kuchukua kazi, hapana. Watu tuliwaambia, watu waliokuwa tayari wameleta, kwa hiyo ndio nominees ni hao ambao wametokea. Tukumbuke tu kwamba kilele cha Gospel Music Awards itafanyika Mlimani City tarehe 23 mwezi wa 5 kuanzia saa 10 kwa kiingilio cha shilingi 30,000, VIP 100,000 na VVIP shilingi 200,000. Kana tunanunua online, website yetu inaitwa tgma.co.tz. Naomba nirudie, ticket kwa sasa tunanunua ticket online kwa shilingi 30,000, 100,000 pamoja na 200,000, lakini unaingia kwenye website ya kwetu inaitwa tgma.co.tz. Sawa? Alafu pale tunaelekezwa namna ya kununua tiketi na kila kitu kwa vizuri zaidi. Lakini mahali sokoni Kawe, barabara ya Kawe pale kwenye makutano ya ile barabara inakwenda Lugalo, pale kuna frame pale ziko nyingi sana. Frame ya kwanza, ya pili imeandikwa mahali sokoni. Pale pia tiketi zinapatikana. Mgeni rasmi bado yupo kwenye mchakato, tutamtangaza atakapokuwa iko tayari hivi karibuni kwamba ni nani atakuwepo ili tuweze kuendelea vizuri siku hiyo. Ilisha kazi zao ni 529. Na hivi vipengele tumekuja navyo ni kwa wale ambao wamepigiwa kura na vimepangwa kutokana na walivyokuwa wamepiga kura. Kwa hiyo kama umeona wako 5, ina maana hao ndio ambao wamepata kura nyingi katika kipengele husika. Sasa kinachofuata hapa ni mchakato tena wa kupiga kura, kutafuta watu wengine wangapi? 3. Alafu mmoja atapatikana hapa na itakuwa vizuri zaidi. Unaweza kutembelea account zetu za social media. Tunafahamika kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye TikTok. Utatufahamu kama Tanzania Gospel Music Awards. Itakuwa vizuri. Amenikumbusha hapa Neema kwamba baada ya kuwa watu wamepiga kura, kuna academy ilipita pale kwa ajili ya kuangalia, kuona katika kategori ya mwimbaji bora wa muziki wa mwaka wa kiume nani ana kura nyingi. Kama walikuwa wako 10, ina maana wenye kura nyingi 5, hao ndio ambao wamechaguliwa, wamewekwa hapo chini ya usimamizi wa Innovex Quality Assurance. Lakini sasa baada ya hapo sasa ndio tunatoka public. Kwenye public ndio watu watapiga, sasa watu wengi watapiga hapa kwa ajili ya kupata watu wale wachache ili mambo yaendelee vizuri. Na wakileta zile kura kuna 40% ambayo public watakuwa wamepiga wamekubali, lakini kuna 60% ya majaji ambao watakaa na kuona kwamba okay, hii kazi aliyoleta ya Jafet Zablon ya wimbo huu, je, ni kweli hii kazi ilitoka mwaka 2024? Basi kama amequalify. Lakini kama ilitoka mwaka 2023 wimbo umeandikwa hapa, haja qualify. Zawadi lazima utakuwa na mchuzi mnono tu kwenye bahasha pale. Tutautangaza mchuzi. Alafu na tuzo ya heshima ambayo ukienda kuweka pale sebleni kwa man, kuna siku nilitiwa moyo, mambo yatakuwa mazuri zaidi. Natembea na ng'aa hivi. Tuzo zetu tutazionyesha tu wakati fulani tukibakia karibu, lakini kuna tuzo nzuri inakaa na fedha ya kwako nzuri, na kikubwa ni kukutia moyo na kuwatia moyo watu wengine pia waweze kufanya kazi. Unajua mara nyingi kazi za ubunifu kuna watu wanafanya vizuri. Na tunaishaga tu kuimba na kubarikiwa na nyimbo zao, lakini kuonyesha kabisa ni public kwamba umefanya vizuri mwamba, Mungu akubariki na tumekupa na tuzo hiyo ukakaa nayo, inakuwa ngumu sana. Naweza mkajua tuzo za muziki wa injili tumekuwa kimya kwa muda mrefu, lakini sasa hivi Mungu ameshenzea neema, tumekuwa hivyo, mambo mengine yaendelee kuwa vizuri sana.